nakushukuru sana kama mheshimiwa diwani kwa kuchagua kufanyia kwenye kijiji cha Nkwangu. Nadhani Nkwangu umeiona na wana Nkwangu wamefika, lakini baadhi tu ya wana Nkwangu. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, sisi wanakata ya Upendo na wana Nkwangu tunakushukuru sana sana, na kipekee mno tunamshukuru Mama Samia. Nadhani toka umetoka huko tumepita, umeliona daraja ambalo lina gharama ya shilingi milioni 100 zaidi na karibu milioni 150. Lakini Mama Samia si hivyo tu. 2021 tupatia milioni 50 kwa ajili ya zahanati iko pale. Nadhani wakati wa kurudi nitakuonyesha. Lakini si hivyo tu, Mama Samia kwenye kijiji cha Nkwangu ameweza kutupatia mnara. Minara ambayo ilitolewa nchi nzima, tulipendelea Upendo tulipata minara miwili. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, haikuishia hapo. Nadhani daraja lile ni mwanzo wa barabara. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tumeweza kusajili shule iko pale mwaka 2021. Yote hiyo ni juhudi za Mama Samia, lakini pamoja na wewe mwenyewe. Si hivyo tu, kwenye kata ya Upendo hii mengi mno yamefanyika Mheshimiwa mkuu wa wilaya. Ukienda Upendo pale kuna zaidi ya milioni 147 tulipewa na Mama Samia, tumejenga madarasa yako pale pamoja na vyoo. Ukienda kwenye kijiji cha Lola tumepokea milioni 50 kwa ajili ya zahanati nzuri kabisa ya mfano iko pale. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tukuishia hapo, kipekee zaidi tunakushukuru wewe, tunamshukuru Mama Samia, tumepokea shilingi milioni 20 kwa ajili ya kukarabati madarasa yaliyoko kule Lola. Tunakushukuru sana. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, najua mkutano huu ni wako na mimi nilikuwa na salamu chache tu za kuweza kusalimia, lakini niseme mengi sana yamefanyika kwa uongozi wa Mama Samia. Mama Samia hoye! Ilani yetu imetekelezwa vizuri sana. Kwanza tulikuwa na mradi wa madarasa kwenye pesa ambazo mama alitupa, yani Rais Samia Suluhu Hassan alitupa milioni 40 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa mawili. Lakini nashukuru sana uongozi wa serikali ya kijiji ukajiongeza, badala ya kujenga madarasa mawili tukajenga madarasa 3 katika shule ya msingi ya Upendo. Kwa katika fedha ile tuliopewa shilingi milioni 40 tumejenga madarasa na madarasa yanaonekana yako vizuri sana. Hapo nazungumzia Upendo. Alafu pili yake, serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikatupa shilingi milioni 6,700,000 kwa ajili ya ujenzi wa choo katika shule ya msingi Upendo. Choo cha matundu 4 na chumba maalum kwa ajili ya watoto wa kike. Kile choo ni kwamba kimejengwa na kiko vizuri. Kwa hapo naweza kusema kwa ujumla chama kimetekeleza vizuri. Lakini haikuishia hapo. Kwenye kijiji cha Lola tulikuwa na ujenzi wa zahanati. Tulijenga zahanati mpaka kufika kiwango cha leta, yani hiyo ikiwa nguvu ya serikali ya kijiji. Lakini baadaye serikali ikatuona, imetupa shilingi milioni 50. Tumejenga zahanati nzuri sana ambayo kwa kweli kwa wilaya ya Chunya ni mfano wa kuigwa. Iko vizuri. Kwa kweli naweza kusema chama chetu baada ya kuituma serikali yetu ambayo ndio inatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwa kweli imefanya vizuri. Chama kilivyoagiza serikali imetii. Kwa ushirikiano wenye vitu wetu wa vijiji pamoja na mheshimiwa diwani wa kata yetu ya Upendo na mheshimiwa diwani viti maalum wa wilaya ya Chunya ambaye anatoka kwenye kata yetu ya Upendo. Kijiji cha 3, maana kata yetu ina vijiji vitatu. Kijiji cha 3 ni kijiji cha Nkwangu. Kule Nkwangu kuanzia kipindi cha 2020 kulikuwa na jengo la shule ambayo ilikuwa inaitwa kama shule ya awali, akiitwa ni shule shikizi. Lakini serikali ilijitahidi ikatuongezea fedha, hatimaye kaweza shule ile ikasajiliwa. Mpaka sasa hivi ninapozungumza shule ya msingi Nkwangu iko vizuri na ni miongoni mwa shule nzuri ambazo zinafanya vizuri kwenye upande wa taaluma. Shule imeshasajiliwa na inafanya kazi. Lakini pili, kuna ujenzi wa zahanati ambayo ile zahanati ilikuwa imefikia hatua ya boma. Lakini bado hapo serikali katupa milioni 50 tukakamilisha ile zahanati, na zahanati mpaka sasa hivi inafanya kazi na watoto na wananchi wa Lola wa Nkwangu
wanatibiwa kupitia ile zahanati. Tuna madaktari wawili ambao wanafanya kazi pale. Kwa kweli naweza nikasema chama chetu cha Mapinduzi kupitia hata serikali zake ambazo zinatokana na Chama cha Mapinduzi zimeenda vizuri sana. Tupongeze sana Mheshimiwa Diwani kwa usimamizi na Mheshimiwa Diwani viti maalum na serikali zetu kwa ujumla hizi tatu. Kwa kweli zimefanya kazi nzuri ambazo sisi kama chama tulikuwa tunaagiza lakini walikuwa wanatekeleza. Lakini wa kumshukuru sana ni rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, kwa sababu bila yeye hizo fedha tusingeweza kuzipata. Lakini kwa msukumo wa rais wetu amesukuma zimefika wilayani, na wilaya kwa utiifu mkubwa imefanya kazi nzuri kuhakikisha zile fedha tunapewa kulingana na jinsi maagizo yanapotolewa kutoka kwenye serikali kuu. Lakini vile vile wananchi wa Nkwangu walikuwa na kilio kikubwa sana cha daraja. Kuna mto mmoja unaitwa mto Ngwilizi. Ule mto kipindi cha nyuma umesababisha madhara makubwa sana, kwa sababu pamoja na kuwa tuna zahanati, tuna shule, lakini muunganiko ulikuwa hamna. Sasa hivi ninapozungumza kuna daraja linajengwa lenye thamani ya shilingi milioni 148 linajengwa mpaka sasa hivi linaelekea kukamilika. Zote hizi ni nguvu za Chama cha Mapinduzi. Kwa kweli kwa ujumla chama chetu cha Mapinduzi kwa kuangalia kata yetu ya Upendo, maana siwezi nikazungumzia habari ya wilaya, najua hiyo ni kazi ya mheshimiwa mbunge. Kwa kweli kazi ya chama chetu imeenda vizuri sana, na wananchi kupitia hayo chama chetu wanakisema vizuri sana. Likisha kamilika hilo daraja na ikilimwa na barabara, kwa kweli tayari kwenye kata yetu ya Upendo tutakuwa na muunganiko. Itakuwa ni rahisi kutoka hapa kwenda Lola na kutoka hapa kwenda Nkwangu, japo ni mzunguko tunapitia barabara ya Malangamiro hatimaye kwenda kufika Nkwangu. Jingine kuhusu kijiji cha Nkwangu, kule Nkwangu kutoka hapa mpaka Nkwangu ni kilomita 40, lakini serikali imeliona hilo kwenye upande wa umeme. Mpaka sasa hivi ninazozungumza kuna nguzo za umeme ambazo zinaenda katika kijiji cha Nkwangu na zimeishafika. Muda wote wanaanza kufunga nyaya, na muda wote nyaya zikishafungwa tu basi umeme utawashwa kwenye kijiji cha Nkwangu. Yote hayo ninazungumza, kwa kweli siwezi nikasema nini. Kwa kweli chama chetu cha Mapinduzi kimefanya kazi moja kubwa sana kupitia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuanzia 2020 kuna vijiji vingi kulikuwa na lea mara ya kwanza ya umeme, lakini lea ya pili imepita kwenye kijiji chetu cha Lola. Kuna umeme wa kutosha, kuna nguzo nyingi na nguzo zingine mpaka sasa hivi. Japo kuna baadhi ya maeneo watu wanahitaji nguzo, lakini serikali imesema inaweza kuleta muda wote. Kwa hiyo kijiji cha Lola kutoka hapa hadi Lola ni umbali wa kilomita 8, lakini umeme upo wa kutosha na unawaka vizuri sana. Kwa kweli serikali yetu kupitia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kama chama kilivyokuwa kimeagiza, na sisi kama viongozi ngazi ya kata tumekuwa tukifuatilia hiyo miradi ambayo inatolewa na serikali kwa uhakika na kwa umakini mkubwa kuhakikisha kile kitu kinachokuwa kimependekezwa basi kiweze kufanya kazi kama inavyotakiwa. Kilimo cha tumbaku sasa hivi kimekuwa kizuri sana. Mama rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameleta makampuni mengi ambayo mpaka sasa hivi ninavyozungumza tumbaku zimeishaanza kununuliwa na zinanunuliwa kwa bei nzuri na makampuni yanang'ang'ania tumbaku. Sisi hapa kwetu tulikuwa na changamoto za zahanati, lakini tulikuwa na zahanati moja, lakini sasa hivi tunamshukuru awamu hii ya 6 ya Mama Samia tuna zahanati sasa hizi 3 hapa kwetu. Tumetengenezewa zahanati moja Nkwangu, zahanati nyingine Lola hapo. Lakini pia sambamba na hilo tulikuwa na shida ya mawasiliano. Lakini sasa hizi tunamshukuru Mama Samia na serikali yake hii ya awamu ya 6 tumetengenezewa mnara mmoja Lola, mnara mwingine huko Nkwangu. Sasa hizi yani mawasiliano sisi tuko sawa kabisa. Mimi ni mnufaika wa hiyo mikopo. Tumekopa awamu 2. Awamu zote 2 tumekopa vizuri na tumepewa hela vizuri. Hasa imetuinua kwenye swala la uchumi wa kimaisha yetu na maendeleo pia ya kijamii. Hizi fedha zipo na tumeendelea kukopa na tunakopa tena, na hivi kesho kutwa mwezi huu tunapewa tena pesa zingine. Niaba ya vijana wa Upendo na kata ya Upendo pia tunamshukuru mama kwa kuweza kuachia fursa hizi
kwa sababu mwanzo tulikuwa tunufaiki, lakini toka ameingia yeye tunanufaika sana na hii mikopo. Tunamshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz. Lakini Instagram tunapatikana Chunya_official.